Premier League jana tumeshuhudia michezo miwili ikipigwa katika viwanja tofauti tofauti. Tukashuhudia mchezo wa kwanza saa 1 za usiku katika dimba la Benjamin Mkapa ambapo Young Africans waliweza kualika Pamba Jiji. Tukashuhudia magoli 3 kwa Yanga, Pamba Jiji 0. Lakini baadaye majira saa 3 za usiku matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC tukashuhudia wakipata ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Mbeya City kutoka pale jijini Mbeya. Na leo muendelezo wa ligi hiyo tutakuja kugusia kile ambacho kitatokea hii leo, lakini hapo jana kubwa zaidi ni namna ambavyo performance za timu hizi ambazo zimeshuka dimbani hapo jana. Kabla ya mchezo wapo ambao walikuwa wanaamini mchezo utakwenda kuwa mgumu, lakini wapo ambao walikuwa wanaamini pia mchezo utakuwa ni mwepesi kulingana na uzito wa vikosi vya timu zote mbili. Na kwa namna ambavyo tuliweza kutazama mchezo, nafikiri kipindi cha kwanza hakukuwa na utengenezwaji wa nafasi za kutosha kwa timu zote mbili, lakini pia hakukuwa na ile burudani tunaweza kusema, kwa sababu soka ni zaidi ya burudani. Hakukuwa na vitu kama hivyo. Kuna muda ilikuwa unatazama kama wewe ni mgeni, yani kama wewe ni mgeni haujui Yanga ni ipi, Pamba ni ipi, inawezekana usipate majibu kama wewe ni mgeni. Lakini manake wakati tunaanza tunajifunza mpira huelewi hata timu iliyoshinda goli lake linaandikiwa wapi. Linaandikwa. Sasa ukiwa wa namna hiyo, manake kipindi cha kwanza tumi binafsi Yanga hawakucheza vizuri. Manake tunaposema hawakucheza vizuri si kwamba labda wanatakiwa kupiga hizo pasi nyingi sana, no. Namna gani wanatengeneza zile triangle uwanjani baina ya labda goalkeeper na center back wake, ama labda kiungo namba 6 na viungo wale wa pembeni, namna gani wanatengeneza ile maumbo uwanjani na namna gani wanatengeneza hizo nafasi. Kwa sababu kwenye mpira kuna vitu viwili tu, vikikosekana hivyo vitu viwili, maana yake wewe hata ucheze mwaka mzima huwezi kupata magoli: muda na nafasi. Namna gani ambavyo unawapa muda wapinzani wako, lakini kwa namna gani ambavyo unazitumia hizo nafasi ambazo unazitengeneza. Maana yake ni vitu ambavyo vilikuwa havionekani hususan katika kipindi cha kwanza, isipokuwa kipindi cha pili baada ya Romain Folz kocha wa Yanga kufanya mabadiliko, na kuna ishara fulani ambayo inatuonyesha huenda Mohamed Dombia akawa ni tunaweza kusema muda si mrefu, kama performance yake itaendelea kubaki hivi, Dombia huenda ikawa yeye sasa ndiye mwenye funguo za klabu ya Yanga, namna ambavyo anaweza akafungua ile dimba la kati na kupelekea nafasi nyingi kwa washambuliaji. Tumeona Yanga ya misimu kadhaa iliyopita, kwa maana Yanga ya Nasreddine Nabi, Yanga ya Gamondi, Yanga ya Miludi Hamdi ambayo ilimaliza msimu baada ya kuingia Dombia pamoja na Pako Mzuzo. Tukaona sasa Pako Mzuzo ana pamoja na Dombia wanakwenda kuwafundisha wachezaji wote waliokuwepo uwanjani kwamba mpira sasa hivi ni zaidi ya hicho ya matokeo. Maana yake mashabiki wanapaswa kupata burudani, kuburudika, na burudani inafanywa kwa namna hii. Na tukashuhudia kwa muda mchache wanaongeza magoli mengine 2 sofa. Romain Folz kipo ambacho anakiandaa, maneno yamekuwa mengi sana hususan kwenye mitandao ya kijamii. Moses William, msemaji wa Pamba Jiji, anasema Yanga wamewafunga lakini watafuta kocha. Yani umefungwa 3 alafu msemaji anasema kwamba Yanga watafuta kocha, hawana kocha. Anasema hivyo. Lakini BK ukifuatilia mechi za kimashindano, kwa maana Yanga alipocheza dhidi ya Simba Ngao ya Jamii, Yanga akaenda akacheza dhidi ya wale Willet Bengu ligi ya mabingwa Afrika. Yanga iliyocheza na Pamba Jiji, ukifuatilia vile vikosi utaona kuna ingia toka. Nafikiri sidhani kama utafika hata wachezaji 4 ama 5 ambao wamekuwa na consistency ya hizo mechi zote 3 za kiushindani. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba huyu kocha ni mpya. Ukifika kwenye klabu mpya utapokea lineup ya mechi kadhaa, lakini sio tu hivyo, mwalimu anaweza akaomba mikanda ya mechi zilizopita, akawa anaona ni kikosi wachezaji gani na gani ambao walikuwa wanajirudia, baada ya kugundua kwamba ni wachezaji hawa. Lakini yeye sasa anahitaji kwenda katika uwanja wa mazoezi na kwenda kutengeneza kikosi chake, kuachana na hicho ambacho amekikuta ataenda nacho zile mechi za mwanzo huku akiwa na yeye pia anataka kufanya jambo lake. Kwa ukiangalia
hawa ambao wanasema labda kocha amekwisha kufeli, ndio kwanza mechi ya 3 ya mashindano ambao amecheza hapo jana, lakini kiashiria tosha cha kujua kwamba bado kuna kitu ambacho anakitengeneza, nenda karudia vikosi vya mechi 3 za kiushindani. Yote kwa yote mimi niseme ligi imeanza kuchangamka sasa. Na leo kama ambavyo umesema Mnyama atakuwa uwanjani, maneno yamekuwa ni mengi mtaani kwamba Mnyama hana kocha, lakini wengine wanasema timu wanaocheza nayo Mnyama ina wachezaji 8. Kwa hiyo maneno yamekuwa ni mengi, lakini yote kwa yote inaonyesha namna gani sasa kwamba ligi imeanza kuchangamka, na hii ni baada ya wale timu zile vinara ambazo tunaweza tukasema ambazo zimeanza kutupa karata zake jana. Tumeiangalia Azam, matajiri wa Chamanzi wanalambalamba, lakini tumeangalia mabingwa watetezi Young Africa, na leo Simba wako uwanjani. Kwa hiyo maneno yamekuwa ni mengi, lakini tuangalie, lakini tambo za hapa na pale. Msemaji wa Fountain Gate na msemaji wa Simba wanasema, msemaji wa Simba anasema kwa Simba ile hata isipokuwa na kocha wao wanacheza na wanashinda, ni kiasi cha kuambia tu wachezaji chezeni kama kawaida. Lakini wao wanasema leo, msemaji wa Fountain anasema leo anaenda kumngangania Simba. Kwa hiyo tambo zimekuwa ni nyingi, lakini yote kwa yote ni kuonesha namna gani ambavyo ligi sasa imeanza kuchangamka. Tutarajie mchezo wa aina gani leo kati ya Simba ambayo haina kocha mkuu, lakini tuangalie Fountain Gate wanaingiaje katika kuhakikisha kwamba sasa leo wanadhihirishia Simba kwamba na wao wamejipanga kutumia hilo gap la kukosekana kwa kocha mkuu wa Simba. Ukiondoa Yanga, ukaiondoa Simba yenyewe, ukaiondoa Azam FC, ukaiondoa na Singida Black Star, timu zingine zote zilizobaki zinaweza zikafungwa vizuri tu na Yanga na Simba na Azam FC kwa uchache na Singida kwa uchache. Hususan tuzungumzie Yanga na Simba. Ukiondoa Azam na Singida, Yanga na Simba wana uwezo wa kuzifunga hizi timu zingine pasipokuwa na kocha. Ni kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao wako nao, lakini si tu ubora, unaweza ukawa bora lakini una kariba ya kiuongozi uwanjani. Yani wapo wachezaji ambao mfano pale Yanga unamzungumzia Dickson Job ni captain msaidizi unavyozungumza, si ndivyo Yes. Ukimzungumzia Mohamed Hussein alikuwa Simba ni captain, si ndivyo Ukimzungumzia Bakari Nondo Mamnyeto ni captain. Ukimzungumzia Djigui Diarra, namna ambavyo anazungumza na wachezaji ana kariba hiyo captain. Kwa ukiwaangalia hawa wachezaji licha kuwa wana huo ubora, lakini bado wanaweza wakawa na sauti ya kuzungumza na wachezaji wengine, wakawa wanasikiliza kile ambacho mchezaji mwenzao ambaye anazungumza. Kwa hiyo hicho ambacho mmekizungumza, Simba haina kocha mkuu, inakwenda kufanya jambo, lakini kwa mechi ambao wanaenda kuicheza na kwa level ya Fountain Gate, nafikiri Selemani Matola ni vile tu yuko Simba, isipokuwa Selemani Matola kama akitoka pale Simba akaenda timu nyingine isiyokuwa Yanga wala Azam, ana hiyo nafasi ya kufungua isiyokuwa Yanga wala Azam, ana hiyo nafasi ya kufundisha na akaachivu. Selemani Matola ni mwalimu ambaye amepita katika mikono ya walimu wengi sana ndani ya Simba. Toka kina Patrick Ausems wakaja walimu wengi sana ambao wamekuja. Kocha msaidizi alikuwa ni Selemani Matola, sometimes anakuwa kocha namba 1 msaidizi, sometimes anakuwa kocha namba 2 msaidizi. Kwa yale maujuzi, maufundi yote ya makocha wengine waliopita, wakocha wakubwa wa Simba, yeye amekuwa yuko pale. Kwa tumi katika mchezo huu ambao wanauendea, sioni kama kuna hilo pengo kubwa sana, na wengi wanakuwa hawatambui zaidi umuhimu wa mwalimu msaidizi ama kazi yake kubwa. Makocha wakubwa hususan barani Ulaya wanafanya sana hivi. Kocha mkuu si lazima ahudhurie mazoezini, yani yeye anamuelekeza kocha msaidizi. Kocha msaidizi anakuwa na mazoezini, kisha anarudisha tu ripoti ya kile ambacho kimetokea. Kwa anayeshinda mara nyingi na timu ni kocha msaidizi. Kwa uzoefu wa Selemani Matola na hichi kinachokwenda kutokea, isipokuwa katika ligi ya mabingwa kidogo unaweza kusema kunahitajika zaidi yake, kwa sababu hivi sasa ana leseni ambayo inamruhusu kukaa mpaka Champions League, michuano hii ya CAF. Ni vile tu ana hiyo red card. Bila red card nafikiri Simba singepata shida ya kutafuta kocha mwingine. Hebu tumwangalie Hemedi Moroko, anaenda kuongeza nini? Kocha wa muda, kocha mkuu wa muda pale Simba. Anapewa mechi moja. Ukiacha hizi mechi za ndani kwa maana ya ligi, katika mechi za kimataifa kwa vyovyote atasimama yeye.
kama kocha mkuu kwa muda. Nini anaenda kuongeza katika klabu ya Simba? Kwa mujibu wa taarifa ya Simba wenyewe ni amepewa mechi moja siku ya Jumapili ya marudiano. Okay. Manake baada tarehe 28 Sambari kitu kama hicho Simba watamtangaza kocha mkuu. Yeye kapewa special mechi kwa ajili ya hiyo mechi ya marudiano dhidi ya wale jamaa. Kwa hiyo kama ni hivyo manake nenda kamwangalie kiufundi kimbinu mwalimu Hemedi Morocco ni mwalimu wa namna gani. Mara nyingi amefundisha Taifa Stars katika nyakati za knockout. Hemedi Morocco ni mwalimu mzuri sana wa knockout na ilivyo bahati anakwenda kukutana na Simba katika mazingira ya knockout. Kwa hilo kwangu mimi sina shaka, na kama unakumbuka kwenye zile rank za CAF Simba, Yanga na Mungo ndio timu ambazo zinatambulika na CAF. Hizi zingine zote ziko chini sana, timu za 100 lakini Namungo, Yanga, Simba ndio ambao ziko juu. Nani aliyoitambulisha Namungo katika michuano hii ya Afrika kwa upande wa rank za CAF? Si mwingine bali ni Hemedi Morocco.